njoni tuone cha kufanya. Napumua pumzi ya moto, navuta pumzi ya moto, nikiishi amina, kama sitaishi amina, kama takula kwa tabu. Katika Mithali imeandikwa, chakula cha mboga mboga pamoja na mapendano ni bora kuliko ng'ombe na nyama iliyonona tukiwa tunachukiana. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, na afafanue ukweli wa nia hii ya kuongea kwangu. Amen. Najiuliza tu, sijajua niko sahihi kiasi gani, kwamba mauaji mengi yaliyoendelea na asilimia kubwa ya Wakristo kuwa hatarini, na hata wahubiri wengi tumekuwa katika hali hizi ambazo wengi tuko katika maficho. Kuna namna yoyote, kuna agenda yoyote ambayo hili jambo lina chuki za kidini? Kabla hatujaingia ndani, hebu jiulize kuhusiana na hii comment ambayo huandikwa mara kadhaa. Hii comment huwa inasema nyie Wakristo mnamchukia rais wa Kiislamu, mna chuki za kidini, mnamchukia rais wa Kiislamu. Wakati wa Magufuli mlikuwa hamuongei. Unajaribu kuifikiria hiyo comment, kwa sababu wakati wa kupigwa risasi kwa Tundu Lissu, nadhani mhubiri pekee ambaye alitoa kauli ni mimi niliyetoa clip iliyosema uae kwa upanga atakufa kwa huo. Hakuna kosa ambalo linatakiwa mtu auawe au apigwe risasi au avunjwe kiungo chochote. Mhubiri pekee kwa Waislamu, kwa Wakristo, sijui kama sikumbuki, teknolojia huwa haisahau, mtaniwekea hapa ni Muislamu gani, ni mhubiri gani aliweza kusema Tundu Lissu alipopigwa risasi aliweza kutoa tamko. Mashehe wakiwa mahabusu kwa muda mrefu, Gwajima alitoa mawazo yake wakati wa Magufuli kwamba kwa nini magaidi wawe mashehe tu. Gwajima, Askofu Gwajima ambaye ni Mkristo, wakati utekaji umeendelea wakati wa Magufuli, Askofu Gwajima alitoa klipu kali sana kwamba Tanzania pamekuwa mahali hatari sana pa kuishi wakati wa Magufuli, na akakemea utekaji na kutoa mbinu za watekaji wakikujia wasikuchukue hivi vipiganao picha. Ni wakati wa Magufuli yupi tulikuwa hatusemi? Aya, ni kipi ambacho hiyo comment huwa inatokea kwamba tuna chuki? Je, pengine kupinga utekaji, mauaji ndio chuki za kidini? Manake kuuawa kwa watu, kutekwa kwa watu ndio sheria za nchi, ndio Uislamu? Au comment hiyo hiyo ndio inajaribu kuchochea chuki za kidini, ama kuweka tafsiri ya kwamba wanaolia na kulalamikia utekaji, wanaolia na kulalamikia mauaji, au wana chuki ya kidini, kwa hiyo inabidi tuwatreat kama walio na chuki ya kidini, na wakati ambao utakapowatreat hivyo ndo itakuwa chuki ya kidini.
Lakini kwa mfano hii namba ya asiyejulikana ambaye alisema Mbarikiwa kwa kuwa anasema amekimbia nchi au mkoa, basi sisi tutakuja hapo ndani ya siku 3, tutakuwa naye, tutakuwa tumeshampata, aage mapema familia. Ukiangalia usajili wake ni Aisha Ismail Watwat. Unajaribu kuhusisha jina na vile hatua, uoni yoyote ya wazi ikichukuliwa. Niseme ikiwa kuna ajenda yoyote ya kuua hasa wa Kristo, pendekezo langu ni tamani, karibu kila mtu wa imani yoyote ungekuwa wazi kabisa kuonyesha kwamba mauaji hapana, utekaji hapana, dhuluma hapana, maonezi hapana. Ungekuwa wazi tu kuonyesha kwamba usilopenda kutendewa, kumwambia mtu asilopenda kutendewa simtendee mtu mwingine. Hatari ingetukabili wengi, ingeisha haraka. Wahusika pengine wangefahamu hii si chuki ya kidini, sisi ni wamoja. Dini zilikuja baadaye sana. Tanzania ni moja. Tulikuwa salama zaidi, tulikotoka nyuma kulikuwa salama zaidi. Wakati dini hazipo, tulikuwa na mahusiano mazuri zaidi. Dini lengo lake lilikuwa zitusaidie kutupa mifano ya baadhi ya mambo mazuri tunayoyafanya, zitulinganishie na watu wengine waliohusiana zaidi, vizuri zaidi, walifanya nini na nini. Dini kiujumla ni vitabu vya kihistoria vinavyoonyesha nani waliwahi kufanya nini wakafanikiwa zaidi bila mtu mwingine kulia, bila mtu mwingine kuumia. Njia za kuvuta watu waje kwenye dini yako zilikuwa ni namna unavyoweza kufanikisha mambo kwenye jamii bila kuleta hasara, madhara, maumivu kwa watu wa jamii nyingine. Lakini si hiki ambacho kinaonekana. Nahisi wanaoweza wakawa wanaandika komenti za aina hii kwamba mnapolia baada ya kutekwa, baada ya kuonewa, baada ya kuuawa ndugu zenu, mnapolia mna chuki za kidini, mnamchukia tu rais kwa sababu rais sio Mkristo. Na hisi si Waislamu, na hisi ni vipandikizi vya watu wenye makusudi mabaya ili watumie chuki za kidini kuendelea kutekeleza mawazo walionayo. Na ningetamani sana mashehe mungewakataa watu hawa kwa nguvu kubwa sana. Hapa katikati mlionekana mliinuka mkasema, lakini hata tulipo boost clip zenu wengine tukaona mmeziremove kwa nguvu, tukahisi pengine mlipojaribu kuonyesha haki kama na nyie mliingia kwenye shida. Kwa likaonekana hili jambo sio la Kikristo, sio la Wakristo tu, ni kama mtu yoyote anayeweza kawa anapinga dhuluma, uuaji, utekaji, ujiingiza moja kwa moja kwenye uadui na wanaonufaika na hiyo hali. Mimi nathubutu kusema hili jambo, sidhani kama hawa wanaoandika hizi comment, nyie mnaolia, mnaolalamikia mauaji, utekaji, dhuluma, mna chuki na rais, sidhani kama mna chuki za kidini,
Majina yao, komenti zao zinaonekanaga ni Waislamu, lakini sidhani kama ni Waislamu, nadhani ni vipandikizi. Hawa wangefuatiliwa na mamlaka za dini na wabainishwe na watengwe au wafukuzwe kwenye dini yoyote wanayoisali. Sisi tulitoka kumoja. Naomba nikwambie yeyote ambaye pengine sasa haujaonyesha wazi kusimama upande wa wanaolia, nina hakika inawezekana kabisa hautakuwa salama. Utaonekana tu una kidonda, una uchungu moyoni, na wengi wenu mtakuwa mmeona ubaya fulani ulivyotekelezwa kwa watu ambao msingependa watendewe mabaya hayo. Kwa hiyo kwa vyote vile, hata wewe unapigiwa hesabu, kwa sababu unaonyesha kuna mambo unayo moyoni, kwa sababu umeona baya fulani likitendeka na haujasema chochote. Watu wanaweza kuona wa maana linapofanya baya fulani na wewe mstari wa mbele kulifanya, ndo anajua pengine tuko pamoja. Hata hivyo hakunaga umoja wa wabaya unaodumu. Wezi hata wakienda mahali waue kiasi gani, watu wapole kiasi gani, bado kuna namna huchukiana, kwa sababu baadhi ya watu ambao huwaua wanakuwa na nasaba au na mawasiliano mazuri na baadhi ya majambazi wanaokuwa hapo. Kwa uanza kumuona kati yao mmoja either huwazidi kitu fulani wakiiba, au amewazidi roho mbaya, na mwisho wa siku wao wanaona mtu wa aina hii kumshauri ashauriki, wao wanamshauri kwa kumtendea jambo fulani baya. Lakini pia na yule ambaye huwa anaonekana amezidi huruma sana, kati ya umoja na ushirikiano huo huonekana na kuwa mbali wanapotekeleza jambo fulani la kikatili. Mara nyingi huwa naye humuonea shaka, na watakapomshauri ajaribu kuonyesha roho mbaya zaidi, asionyeshe hiyo roho mbaya, mara nyingi huwa humpa ushauri kwa kumdhuru. Njoni tuzungumze. Njoni tuzungumze. Njoni tuone cha kufanya. Anyway, napumua pumzi ya moto. Navuta pumzi ya moto. Nikiishi, amina. Kama sitaishi, amina. Lakini mpaka dakika yoyote utakayoona ni ya mwisho kwenye maisha yangu, nijulikane, siamini kwamba amani ni wachache kushiba wengi kulia. Siamini kwamba amani tunayotakiwa kuilinda ni baadhi ya watu wawe na uhakika wa kupata cheo na nafasi fulani kwa njia yoyote. Hiyo ndiyo amani. Amani ni hali ya kila mtu kuwa salama na kuwa na uhakika wa kesho, hata kama utakula kwa tabu. Katika Mithali imeandikwa, chakula cha mboga mboga pamoja na mapendano ni bora kuliko ng'ombe na nyama iliyonona tukiwa tunachukiana. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, na afafanue ukweli wa nia hii ya kuongea kwangu. Amen.